Sasa nukta ya pili, ukimrejea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake hiki Iqtida'u Sirat al-Mustaqim limukhalafat ashabi al-jahim, kisha ukasoma kuanzia mwanzo wa fasl ya pili. Hiki kitabu katika juzuu yake ya pili ile ameweka fusuli kama ilivyokuwa katika juzuu ya kwanza, akaweka fasuli ya kwanza. Sasa alipoanza fasuli ya pili, kama utaanza maneno kuyasoma hapo, sisemi kwamba unukuu kwenye kitabu chako ujaze kurasa zote kama ni 20 30, la, uanze kusoma tu, usome taratibu, usome fasuli ya kwanza ya pili, ukimaliza usome fasuli ya tatu, alafu ukutane na maneno hayo. Sasa haya yanayofanywa kwamba ndiyo hoja ya kujizisha kwake maulid. Mpaka ukifika hapo utaona kwamba sio msimamo wake. Kivipi? Ukianza kusoma kwenye Iqtida'u Sirat al-Mustaqim fasli ya pili aliyoita faslun sairul a'yad wal mawasim al-mubtada'a min al-munkarat al-makruhat. Hiki ndio kichwa cha habari kilichopo katika fasli hii. Asema hii ni fasli, hiki ni kipambanuzi kuhusu sikukuu zote na misimu yote iliyozushwa ni katika mambo maovu yenye kuchukizwa. Kichwa cha habari kinasema hivi: sikukuu zote na misimu yote iliyozushwa ni katika mambo maovu. Haya utayapata kwenye juzuu ya pili kuanzia ukurasa wa 82 mpaka 126, chapa ya 6 ya Daru al-Asima ya mwaka 1419 Hijiria, sawa na mwaka 1998 Miladia, iliyohakikiwa na Sheikh Nasir ibn Abdul Karim al-Aqli. Kwenye chapa hii ni kwenye ukurasa huu niliotaja. Hii ni chapa iliyohakikiwa na Dr. Nasir Abdul Karim al-Aqli. Ukisoma utaona kwamba Sheikhul Islam ameweka wazi kwamba sikukuu zote na misimu yote iliyozuliwa kwa lengo la kujiweka karibu na Allah, misimu hiyo na sikukuu hizo ni bid'a. Na miongoni mwa sikukuu hizo na misimu hiyo ni msimu na sikukuu ya kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ani maulid. Shekhe akabainisha kwamba katika fasli hiyo yoyote atakayezusha ima kwa kauli yake au kwa vitendo vyake, atakayezusha jambo la kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala, atakuja karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni kinyume na utaratibu wa kisheria, huwa atakuwa amezusha sheria mpya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika sehemu hiyo hiyo akasema tena, akaelezea kwamba uzushi huo inawezekana kwamba aliyeuzusha ni mtu mujtahid. Kama ni mujtahidi na amefanya hivyo kwa ijtihadi katika masala yanayokubali ijtihadi ndani yake, mtu huyo akipatia atalipwa mara mbili, yani ujira mara mbili, na akikosea atastahiki kulipwa ujira mara moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujira wa ijtihadi yake. Kwa sababu ya ijtihadi yake atalipwa ujira huu. Na pia akabainisha wazi kwamba haitafaa kumfuata kwenye makosa yake hayo. Nitanukuu baadhi ya maneno yake, mtayasoma kutoka kwenye kitabu hiki Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, isiwe kwamba naeleza tu maneno matupu. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, faman nadaba ila shay'in yataqarrabu bihi ila Allah au awjabahu biqawlihi au fi'lihi min ghairi an yashra'ahu Allah faqad shara'a min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah wa man ittaba'ahu fi dhalik faqad ittakhadhahu sharikan lahu wa shara'a lahu min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Na yoyote atakayelifanya kuwa ni sunna jambo lolote ambalo
anataka kujikurubisha nalo kwa Allah au akalifanya kuwa ni wajibu kwa kauli yake au kwa kitendo chake, basi na kuwa Allah ndiye aliyeliweka, basi huyo atakuwa ameweka katika dini jambo ambalo Allah hakuliruhusu. Kisha akasema naam, qad yakunu mutaawilan fi hadha ash-shar'i fayughfaru lahu liajli ta'wilihi idha kana mujtahidan الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. نعم، يعني hivyo ndivyo, lakini inawezekana akawa mwenye kufanya hilo amefanya kwa ta'wili katika sheria, ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria, basi atasamehewa kwa sababu ya jitihada yake, kama akiwa yeye ni mujtahid, tena ijtihadi ambayo husamehewa mwenye kukosea, na atapewa thawabu vile vile kwa jitihada yake, lakini haitofaa kumfuata katika jambo hilo. Iqtida'u sirat almustaqim, kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 84. Haya ni maneno ambayo ameeleza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Maneno haya pengine watu wengi wasielewe, na kuwaje mtu afanye jambo la makosa alafu aambiwe kwamba atapata ujira. Katika sheria ya Kiislamu imeweka msingi huo. Ukisoma vitabu vya usulul fiqh utaona sheria imefungua mlango kwa mtu anaitwa mujtahid, kwa sababu watu wamegawanyika katika huu ulimwengu katika mambo ya kielimu. Wako waliofikia daraja wakaitwa ni mujtahidun, na wapo wanaitwa almuqallidun. Sasa mujtahid katika sheria ni kama vile alivyoelezwa na wanawazuoni wa usuli. Hapa anasema istilahan, maana ijtihadi ni badhlu alfaqihi almujtahidi majhudahu, ni mwanawachuoni kutoa mwanawachuoni faqihi mwenye kufanya jitihadi juhudi zake, ay taqatahu wa wus'ahu fi naili ay bulugha algharad, fi naili ay bulughi algharad, katika kufikia lengo almaqsudi lenye kusudiwa, min alilmi litahsilihi bi an yabdhula tamama taqatihi fi an-nadhari fi al-adillati ash-shar'iyya liyahsul adh-dhannu bil-hukm ash-shar'i. Kwa mujtahid ni mwanachuoni aliyekuwa na uwezo wa kuchukua hukumu kutoka kwenye dalili zake na amekamilika alati za ijtihad, yani mwanachuoni mwenye sifa maalum ambazo hutajwa katika vitabu vya usul fiqh, na masala yaliyoko mbele yake hayana nas, wala si katika masala ya aqida wala si masala ya ghaib, ni masala yanayokubali ijtihad. Nini hukumu ya jambo hili? Akaangalia nusus kwa uwezo wa ilmu aliyokuwa nayo, akaleta fatwa katika jambo lile. Kuna mujtahidi ambaye ni mutlaq, kuna mujtahidul madhhab, kuna mujtahidul fatwa. Hivi ndivyo wanavyoeleza wanaochuoni. Ala kulli hal, mtu amefikia martaba na daraja ya ijtihad, akalizungumzia jambo fulani na hakuzembea, amefanya jitihadi yake mwisho wake wote, mwisho wa juhudi yake katika kuyatazama masala hayo, kisha akayatolea hukumu, ikawa vile alivyotoa hukumu kwa mujibu wa dalili alizozitaja au alizozisoma akapatia, mtu huyu atapata ujira mbele ya Allah mara mbili, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. Katika lafzi la Bukhari imekuja idha hakama alhakim, lakini lafzi nyingine idha jitahada alhakim, atakapojitahidi. Kwa hiyo atapata ujira mara mbili, kwanza ujira wa kupatia, na pili ni ujira wa ile juhudi aliyoifanya, na hii ni katika fadhila za ilmu. Wewe walipwa wewe, mtu akuuliza swali na wewe ni alim, umefikia martaba ya ijtihadi, imma mutlaq au katika madhhab au katika fatwa, ukatoa fatwa baada ya juhudi kubwa uliyoifanya, basi wewe upata ujira mara mbili.
Huo ndio Uislamu. Lakini pengine katika kufanya juhudi zako ukaitoa fatwa ikawa kinyume chake ndio sawa, na wewe ni mujtahid na ukuzembea, sheria ya Kiislamu ya kwambia kwamba hutapata dhambi, utapata ujira kwa ile juhudi uliyoifanya na jitihadi uliyoifanya, utapata ujira mara moja. Lakini watu wengine hawataruhusiwa kuwafuata watu hao katika hilo, na ndio maana hizi ikhtilafu za madhahibu zilizopo. Utakuta mwanachuoni huyu kasema hivi, yule kasema vile katika masala ya ijtihadi. Wale waliopatia katika masala fulani watapata ajr mara mbili, falahu ajran, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa mtu pengine katika mwanachuoni, katika wanawazuoni, anaweza kuuliza, wasemaje wewe watu siku ile ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafurahika, wakapamba mji, wakafanya hivi, wakafanya vile, kama ilivyokuwa zamani baada ya kuzusha jambo hili, lilikuwa mambo yakifanyika, taa za washwa, mishumaa ya washwa, mji wapambwa, watu wagaiwa halua, misikitini pengine watu wakakaa ikasomwa shamail na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini? Leo ni siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwanachuoni aulizwa, wasemaje kuhusu jambo hili? Kafikiria kwa hakika lina ubaya, ni jambo zuri, sio baya kwa ijtihadi yake. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema mtu huyu atapata ujira mara moja kwa ile ijtihadi yake. Mtu kama huyu aliyefanya jambo hili akatoa fatwa kama hii hatapata dhambi maadamu ni mujtahid. Huyu ni mutaawil na ni mujtahid, atapata ujira mara moja, lakini haitafaa kumfuata kwa sababu yale maneno yanayosemwa na baadhi ya watu kwamba kullu mujtahidin musib ni maneno ya makosa. Hata katika Lataiful Isharat, katika sharhi ya Nadhm al-Waraqat, ametaja kwamba kauli hii ni kauli ya makosa, kauli ya jumhur ndio kauli ya sawa. Tayib, turudi katika maudhui yetu sasa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anamzungumzia mtu wa aina hii, si katika swala la maulidi peke yake, bali na masala mingineyo ambayo yanafaa ijtihadi ndani yake. Mwanachuoni amezungumza kauli au amefanya jambo kwa mujibu wa jitihadi yake na mablaghi ya ilmu yake, upeo wa elimu yake, kwa dalili alizoziona, akaona jambo fulani lafaa, basi hatapata dhambi kwa hiyo fatwa aliyotoa, hata kama ni ya makosa, atalipa ujira mara moja kama hakuzembea. Baada ya kueleza hayo, Sheikhul Islam akaleta faslu nyingine. Faslu inofuata faslu ma uhditha min al-a'yadi az-zamaniyati wal-makaniyya. Hii ni faslu kuhusu sikukuu zilizozushwa, sikukuu za kiwakati na za kimahali, yani zile ambazo zingatiwa kwa sababu ya wakati fulani au mahali fulani. Akazielezea na uzushi wake. Akataja ya kwanza, akasema ni bid'u awwal khamis min Rajab, ni sikukuu ya Alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Akaeleza maelezo aliyojaliwa, aliwafikishwa na Allah kwamba juu ya kwamba sikukuu ya kusherehekea Alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajab ni bid'a kwa sababu kadha kadha, akaeleza pale. Baada ya hilo akafuatishia kutaja bid'a Eid Khum, bid'a ya sikukuu ya Ghadir Khum, ambayo Ar-Rafidha ikifika tarehe 18 ya mwezi wa mfunguo tatu wanasherehekea, wanasema ndio siku aliyotawazwa Ali bin Abi Talib na kupewa bai'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juu ya ukhalifa. Akaielezea pia bid'a hii kwamba jambo hili kwamba ni katika mambo ya kibid'a. Jambo la tatu alilolitaja ni bid'atu Eid al-Maulid, ni bid'a ya sikukuu ya Maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bid'atu Eid Maulid an-Nabii sallallahu alaihi wasallam. Katika chini ya maneno ya kichwa cha habari hiki akasema maneno haya yafuatayo ambayo tutakiwa tuyategee sikio. Laiti kama Sheikh Muhammad bin Abi Bakr
angelikuwa amekisoma kitabu Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, alikuwa nacho akayasoma maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, angekutana na maneno haya kabla hajakutana na maneno ya Ta'dhim al-Maulid. Sasa sijajua kwamba angekutana nayo angekuwa na msimamo upi, lakini tuyasikilize kwa makini kabisa, kwa sababu tuna maswali ya msingi hapa ya kujiuliza. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema maneno haya: wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi milad Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu. Anasema kadhalika, yani hukumu ni kama hivyo ya yale wanaoyazusha baadhi ya watu, yanayozushwa na baadhi ya watu, imma ni kwa sababu ya kujifananisha na Wakristo katika kuadhimisha mazazi ya Isa alayhi salam, na imma ni kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya watu wanazusha mambo imma kwa sababu ya kutaka kujifananisha na Manasara, kwamba mbona wenzetu wamsherehekea mtume wao, ikifika tarehe 25 mwezi 12 wanasema ni Christmas, kuzaliwa kwa Yesu. Wanashereheka katika hilo, wanafanya hafla kubwa. Kwa nini sisi tusisherehekee mazazi ya mtume wetu? Tumeelewana? Imma ni kwa sababu hiyo, na imma ni kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwadhimisha yeye. Imma watakuwa wamewaiga Manasara katika kuadhimisha mazazi ya Isa, au watakuwa wamefanya hivyo kwa ajili ya mapenzi tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwadhimisha yeye. Anasema hivi, anaendelea: wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihad لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده. anaendelea anasema wallahu qad yuthibuhum. Qad ikiingia kwenye fi'il mudhari ina maana ya takthir, taqlil, sawa. Huenda Allah, sawa, pia na maana ya tahqiq, sio hakika, inakuja na maana hiyo pia. Lakini shekhi hapa hawezi kukata kwa hana uhakika, sababu ni jambo la ghaib. Kwa hiyo huenda Allah, huenda Allah akawapa thawabu kwa sababu ya mapenzi yao haya na jitihadi yao, lakini akasema na sio kwa sababu ya uzushi wa kuyafanya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid. Hawatalipwa kwa sababu ya uzushi wa kuyafanya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid. Kisha akaendelea, pamoja na ikhtilafu ya watu wanaozuoni yani katika siku ya kuzaliwa kwake, kwa sababu kuna ikhtilafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa tarehe ngapi, pia kuna ikhtilafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa mwezi wa ngapi. Lakini akaendelea akasema, fa inna hadha lam yaf'alhu as-salafu ma'a qiyam al-muqtadi lahu wa 'adam al-mani' minhu, ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص منا. انتهى كلامه. sikilizeni kwa makini, anasema na lau kama ungekuwa yani uzushi huo ni kheri tupu, yani kheri iliyotakasika, au ni kheri yenye nguvu, kwa maana dalili zake zimekuja kuonyesha kwamba jambo hili lina nguvu, kheri yake ina nguvu, basi waliotangulia yani masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in wangekuwa wana haki zaidi ya kufanya uzushi huo kuliko sisi.
kwa sababu wao wanampenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wao wanapupa zaidi kwenye kheri wanapupa zaidi kwenye kheri kuliko sisi. Mwisho wa kunukuu maneno yake. Lakini Ibn Taymiyyah huyu ukienda katika vitabu vyake vingine kama Al-Fatawa Al-Kubra na sehemu nyingine, ana maneno mfano wa haya. Anasema, nitamnukuu hapa, nimetoa kidogo kwenye Iqtidau Sirat Al-Mustaqim, afu nitarudi kutilia nguvu kuonyesha kwamba maneno ya Ibn Taymiyyah hana ishara yoyote ya kujuzisha maulid. Anazungumza kitu kingine mbali, lakini jamaa hawa hawakumuelewa. Katika maneno aliyozungumza anasema, wa amma ittikhadhu mawsimin ghayra almawasim alshar'iyya au ghayri almawasim alshar'iyya, ama kuifanya misimu isiyokuwa misimu ya kisheria, ka baadhi layali shahri rabi'in alawwal, kama vile baadhi ya siku za mwezi wa mfunguo sita, yuqalu innaha lailatul maulid, ambazo huitwa au husema kuwa ni siku za maulid na mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema, fa min albid'i lam yastahsinha as-salaf wa lam yaf'aluha, hayo ni katika mambo ya bid'a ambayo as-salafu hawakuyaona kuwa ni mazuri wala hawakuyafanya. Haya, kwa hiyo al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ukiangalia kwa kina kidogo utaona katika uslubu wake huu ambao ni jambo liligusia mwanzo, kumbe katika uslubu wake yeye anapozungumza anafanya kitu kinachoitwa at-ta'sil. Anaujenga msingi imara, anaweka msingi madhubuti, anaukita msingi ule, kisha akishaukita msingi ule anaujengea juu yake hoja na kuupa nguvu kwa kutaja mifano, kwa kutaja bidhikri al-ashbahi wal-nadhair, mambo yenye kufanana na jambo hilo, anapiga mifano, bali wakati mwingine ananukuu kauli za wenye kuupinga msingi huo na anawajibu. Hii ni katika kaida yake anayofanya, lakini ana msingi aliokita, alafu anajenga juu yake masaili mingine. Sasa wewe unapokuwa unamsoma Ibn Taymiyyah, wakati wa kutafuta maneno yake, angalia shina na msingi katika maneno yake. Amejenga msingi kwenye lipi? Ataka kusema nini Ibn Taymiyyah? Usichukue ile maneno ya juu anayozungumza ukayafanya kama ndio hujja. Kuna hatari kubwa sana ya wewe kuteleza katika hilo, kwa sababu pingine alichokifanya ni kutaja kauli ya khasm. Kuna mahasimu wake ametaja kauli zao, anawajibu kwa mujibu wa lugha zao. Wewe angalia msingi wake ameujenga kwenye nini. Kwa hiyo fatasilu huna anna al-insana idha ijtahada wa huwa ahlu lilijtihad fa akhta fi ijtihadihi fallahu qad yuthibuhu ala ijtihadihi hadha وهذا هو الأصل المأخوذ من مشكاة النبوة، وهذا الأصل مأخوذ من مشكاة النبوة. Hapa taasili aliyoifanya ni kwamba kumbe mujtahid atakapojitahidi na hali ya kuwa yeye ni katika wenye kustahili kufanya ijtihad katika masala ambayo anastahili ijtihad, akijitahidi akakosea, Allah subhanahu wa ta'ala hatamwacha bure, atampa thawabu kwa ijtihadi yake. Na maneno haya hakuyasema kwa hawa, yamechotwa kutoka kwenye nuru na mishkati ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha Sheikh akafanya istitrad, nao ni kutaja mifano, na mifano ya jambo hilo ni mfano anapojitahidi mwana wa chuoni ijtihadi ambayo inaruhusiwa, akateleza akaingia katika bid'a kama vile bid'a ya ihtifali bil maulid, basi mtu huyu alifanya ijtihad atapata ajiri mara moja insha Allah taala, na wala hatapata dhambi au wala hatapata ujira kwa ile bid'a aliyoiunga mkono, atalipwa kwa ile ijtihadi yake. Na hii ni kutokana na samaha ya dini yetu ya Kiislamu iliyokuwa tukufu. Kwa hiyo
mukhtasari wa maneno haya ambayo sisi tumeyasoma hapa, naweza kufanya ikhtisari kupitia maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa kusema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye anaona kwamba kuweka misimu ya sherehe za kidini ambazo hazikuwekwa na sheria kama vile misimu ya Maulid, yani mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mazazi baadhi ya masahaba kama walivyofanya wale walianzisha Maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Maulid ya Fatima, na Maulid ya Ali, na Maulid ya maimamu. Lakini kabla ya kufika huko walianzisha maulid kama 6 hivi. Moja katika hayo yani Maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maulidi ya wanaoita Ahlul Kisa. Alafu kuna maulidi ya Al-Hakim, yule mtawala mwenyewe. Sasa hivi jambo limekwenda mbali zaidi. Maulidi yamekuwa mpaka ya waliokufa. Tambua hauli ya mtu fulani amekufa mwezi ngapi vile, alifariki mwezi 7 Shaaban, maulid. Sio maulid yani ni siku aliyokufa mtu fulani, lakini maulid. Siku ya kuanzishwa chuo fulani, maulid. Lakini asili alianzia huko. Sasa Sheikhul Islam anasema kuanzisha mifumo kama ina misimu kama hiyo ni jambo la uzushi katika dini. Jambo la pili, kutokana kwenye mukhtasari wa maneno yake, kukusanyika kwa ajili ya sherehe kama hizo ikiwemo maulid ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Sheikhul Islam bin Taymiyyah anasema hivyo, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Kadhalika anasema hayo mambo ya kusherehekea mazazi na kuweka sherehe nyinginezo ambazo hazikuwekwa katika sheria ya dini si katika kheri, kwa sababu lau yangelikuwa mambo ya sherehe za maulid ni katika kheri, basi masahaba, tabi'in na wengine waliokuja baada yao wangetutangulia katika kheri hiyo, kina Imam Shafi'i, kina Malik, kina Abu Hanifa na wengineo, wangetutangulia sisi kwenye kheri hiyo. Lakini katika maneno yake pia vile vile, ambayo mukhtasari wa maneno yake na faida tuliyoipata, pamoja na kuwa mambo haya hayana kheri, lakini huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawapa thawabu baadhi ya wenye kuyafanya hayo. Hii baadhi ambayo ni maulama mujtahidun, kwa sababu ya jitihadi yao, kwa sababu mwanachuoni wote alifika daraja ya jitihadi na akafanya jitihadi na hakuzembea katika hilo, katika masala ambayo anakubali jitihadi akakosea, basi atalipwa ujira mara moja. Sasa naona wakati umekwenda na maswali ya msingi ya kuuliza. Sasa hikma ni kuyaakhirisha au ni kumalizia? Kumalizia? Nitauliza maswali machache. Baada ya kuwekea wazi maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba miongoni mwa maneno yake ni haya, kwanza maneno haya ameyaleta katika fasili hizi mbili, fasili hii ya pili na fasili ya tatu, kisha ndio akafikia kwenye kutaja maneno haya kwenye mtiririko huu. Baada ya kubainikiwa kumbe Sheikhul Islam ilikuwa anazungumzia hili. Sasa nadhani kila mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa maarifa kwa kadri. Maarifa ni riziki, kama ilivyokuwa ilmu ni riziki. Allah huwakadiria watu na akawagawanyia kwa kiasi cha anachokitaka yeye subhanahu wa ta'ala. Na maneno haya yako wazi sana, hayampiti mtu yoyote ambaye anajishughulisha na ilmu katika kuyaelewa, ikiwa anataka kuelewa. Sasa kama ikiwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema kuweka misimu na sherehe katika dini bila ya ruhusa ya sheria, kama vile kuweka misimu ya maulidi katika mwezi wa mfunguo 6, na kwamba kufanya hivyo ni uzushi usiokubalika katika dini, swali langu mimi kwanza, je, ni kweli Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amezungumza maneno haya au amezuliwa?
Sisi tunasema ni kweli, na hivi ni vitabu vyake, na haya maneno tumeyanukuu kutoka kwenye vitabu vyake, si kwa kitabu fulani kilichonukuu, la, kwenye kitabu chake hasa, na chapa tumezitaja za mwaka gani, kwamba haya ni maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amezungumza kwa uwazi. Wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahadan lin-nasara, mpaka mwisho. Kwa hiyo sisi tunasema hivyo kwamba ni kweli, ni maneno yake. Sasa kama kuna mtu mwingine apinge, sema si maneno yake, hayo maneno yameongezwa na Wasuudi, alafu watuletee wao Iqtidau Siratal Mustaqim ya Ibn Taymiyyah ambayo haina maneno hayo, watatoa wapi? Sawa, hilo jambo la kwanza. Swali la kwanza, je, ni kweli amesema maneno hayo? Sisi tunasema ni kweli amesema maneno hayo. Lakini swali la pili, kama ni kweli ameyasema maneno hayo, je, mtu anayesema maneno kama haya, anayezungumza wazi kwamba kuweka misimu kama ya misimu ya Maulid, kama misimu ya mfungo sita katika nyusiku za Maulid ni uzushi usiokubalika katika dini, je, mtu mwenye maneno kama haya anaambiwa anayakubali Maulid au anayakataa? Yani yeye mwenyewe kwamba ajua huu ni uzushi katika dini, na anajenga msingi. Na hapo nyuma kwenye fasili iliyopita amezungumzia msingi madhubuti kabisa wa kwamba bid'a zote ni dhalala katika dini. Sasa ajua kwamba hii ni bid'a, tena ni dhalala na haikubaliki, alafu hapo asema naikubali. Ni kweli au atakututhibitishia kwamba kuna tanakudhi katika maneno ya Ibn Taymiyyah? Au kwa lugha nyingine anaweza kusema, je, mtu anayetetea Maulidi anaweza kusema hivyo? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye anaona kwamba kukusanyika kwa ajili ya Maulidi ni bid'a kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Nukuu nimeitaja, maneno nimeyataja mahali yalipo. Swali letu, ni kweli amesema hivyo? Na kama ni kweli amesema hivyo, je, anayekubali Maulid na kuyatetea anasema hivyo kwamba haya mambo haya bwana as-salafu hakuyafanya haya? Kwa hiyo haya mambo hayafai kwa sababu waliotangulia hawakuyafanya haya. Sasa je, huyo aambiwa kwamba anayakubali? Na swali jingine hapo hapo katika nukta hiyo, je, hiyo ni hoja inayotosheleza katika kupinga bid'a bil umum na kuyapinga Maulid bil khusus kwa kusema tu kwamba jambo hilo halikufanywa na waliotangulia? Maana katika watu wanaozungumza kwamba kuona kwamba jambo fulani litakuwa ni baya, halifai kwa kuwa halikufanywa na waliotangulia, mmoja wapo ni Ibn Taymiyyah, na maneno haya kayakariri kwenye kitabu hiki kabla ya kufikia kueleza hiyo fata'dhibu al-Maulid. Sasa je, hii ni hoja ya msingi? Ibn Taymiyyah anaona kwamba sherehe za Maulidi hazina kheri yoyote, na lau kama kusherehekea Maulidi kungekuwa na kheri, basi maswahaba na tabiina wangetutangulia katika kheri hiyo. Je, ni kweli amesema maneno hayo? Na kama amesema maneno hayo, je, mtetezi anatetea Maulidi anaweza kusema hivyo? Na je, hiyo ni hoja ya msingi? Pamoja na kuwa mambo haya yana kheri na huenda lakini Allah huenda akawapa thawabu wenye kukosea katika hili, katika wanawazuoni akawalipa thawabu katika hilo kwa sababu ya ijtihadi zao. Nataka kuuliza swali tu hapa, je, huo ni msingi sahihi katika dini au ni mambo ambayo ameyatunga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Na je, hukumu ya mtu mujitahidi kuwa atapata ujira kwa kosa alilolifanya katika masala ya jitihadi, je, huo ni ushahidi wa kufaa kulifanya kosa hilo? Yani sisi tunajua kwamba sheria imefungua mlango huo katika masala ya jitihadi na ikawapa nafuu mujitahidun kwamba watakapofanya jitihadi katika masala fulani ambayo yanafaa jitihadi ndani yake, wakakosea watapata ujira mara moja. Je, hili ndio linaonyesha ya kwamba mujitahidi atakapojitahidi akikosea ni ushahidi wa kwamba amejuzisha jambo hilo na nafaa kufanywa?
liwe hili alilozungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni ushahidi wa kufaa kufanywa maulidi. Hakuna kitabu hata kimoja cha dini kinachozungumza jambo hilo, hakuna. Je, itafaa katika sheria ya Kiislamu kumfuata mujtahidi huyo kwenye kosa lake hilo? Na ukisema maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hayo fa ta'dhimu al-maulid, utaona kuna kipengele cha sema qad yaf'aluhu ba'd an-nas, huenda wakayafanya baadhi ya watu. Swali, kwa nini iwe ni baadhi ya watu? Hao baadhi ni kina nani? Na kwa nini wasiwe watu wote wanaosoma maulid? Maswali ni mengi, lakini haya niliyotaja yatatosheleza kwa mwenye kusikiliza kufahamu msingi tuliojenga wa kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuyajuzisha maulidi.